Kwa hiyo kwa wale wote ambao watahitaji kwenda Ngorongoro kwa kutumia usafiri huu ambao tumeutangaza, utaratibu wake ni rahisi tu. Unaweza ukaja makao makuu ya Simba Masaki, utamkuta mhudumu pale, utalipa nauli yako, utaandikisha jina lako, utaacha nambari yako ya simu pamoja na nambari yako ya NIDA, na baada hapo utasubiri taarifa ya safari ambayo tutaendelea kutangaziana siku hadi siku. Kama shughuli zimekubana, unaweza ukalipa nauli yako kwa kupitia nambari ya simu ya mkononi 0742 771 331. Jina ni Simba Sports Club. Kama unahitaji kwenda Ngorongoro kwa nauli yako ya shilingi 60,000 kwenda kuandika historia ya kuingia Ngorongoro na kuzindua wiki ya Simba Ngorongoro, nauli yako ni shilingi 60,000 kwenda na kurudi, na nambari ya kulipa ni 0742 771 311. Jina litakuja Simba Sports Club. Lipa hapo kisha piga simu. Alo, mimi Mavala Edwardi, nimelipa hapo 60,000. Kwa hiyo mtoa huduma atachukua taarifa zako, atakusajili, na baada hapo na wewe utakuwa miongoni mwa Watanzania wachache wa Simba wanaokwenda kwenye historia hii ya Simba Sports Club. Lakini tunayo Platinum Package. Hii bei yake itakuwa ni shilingi 100,000. Watu wa Platinum wenyewe watalipa shilingi 100,000. Watapanda basi la timu ya Simba Sports Club, ile Dragon nyekundu, ile ya moto kweli kweli, inayokimbia kama ndege, ndo watapanda humo, na bei yao itakuwa ni shilingi 100,000. 100,000 yao hiyo, tukifika Karatu asubuhi ya Ngorongoro, wenyewe watapanda kwenye magari ya kitalii, yale makruza. Si mnaonaga kwenye picha Najua wengi hamjawahi kufika kwenye utalii. Yale magari makruza yale ya kitalii, ndio wale watu wa Platinum watapanda kwenye magari hayo kushuka chini Ngorongoro, watakwenda watatalii, wakirudi watakuja mjini kupanda basi lao la Simba na kurejea Dar es Salaam. Hiyo ni shilingi 100,000 kamili kwa mtu ambaye atalipa tiketi ya Platinum ya kwenda Ngorongoro, kwenda kushuhudia mnyama akiandika historia yake. Lakini wale ambao watahitaji kwenda kule chini na vyakula, wanahitaga lunch box, kwa hawa wa 100,000 watalipa 100,000 na shilingi 20,000. Unapata chakula chako ambacho kinakuwa kwenye boksi, tukifika chini kule utajinoma. Watu wa Arusha ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro, wamuone katibu mkuu wa Simba Bwana Thabit. Thabit ndiye ambaye anaratibu wana Arusha wote ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro. Wao hatuwapangii kiingilio, wenyewe watapiga hesabu kutoka Arusha kwenda Karatu ni kiasi gani, wataambiana, watalipa na watalipa kwa Thabit. Lakini kama mtu anataka kusafiri privately, anataka kwenda Ngorongoro kivyake, ama ni kundi la watu ambalo wamejikusanya kivyao, wanataka kwenda Ngorongoro kivyao, hawa tunawaelekeza kwenye kampuni ya Tanzania Smile Safari. Tanzania Smile Safari ndio kampuni ambayo tunafanya nayo kazi ya kutusafirishia wanasimba kutoka Karatu kwenda Ngorongoro kupitia cruiser ambazo wametudhamini nazo, pamoja na nyingine tumelipia Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kusafiri kivyao watakwenda kwenye hiyo kampuni Tanzania Smile Safari, iko Arusha, na kuanzia hii leo wamehamishia huduma zao kwenye jengo la Ngorongoro na watakuwa floor ya kwanza pale. Kwa mkifika mtapewa package ya kisimba, mtalipia na nyie mtakuwa sehemu ya wanasimba ambao watakwenda Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa wale ambao wanatokea mikoa ya Mara pamoja na Mwanza,
wenyewe watafunga safari kutoka huko kwao, tutakutana nao Karatu, asubuhi tutaingia nao Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa mikoani, wilayani huko ambao wanahitaji kwenda Ngorongoro, kama unaweza kujumuika na msafara kutoka Dar es Salaam, utaratibu tumeueleza, au la mnaweza mkajikusanya huko mkatengeneza utaratibu wenu, lakini hakikisha tarehe 31 umelala Karatu. Tarehe 1 saa 12 asubuhi tunaondoka Karatu tukiwa na hangover, tunaingia zetu Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ndugu zanguni, uzinduzi wa wiki ya Simba Ngorongoro utakwenda sambamba kabisa na uzinduzi wa jezi mpya za mwaka 2026 2027. Hii ni kusema ya kwamba kule chini Ngorongoro tutakuwa na matukio makubwa haya mawili. Tutakuwa na uzinduzi wa wiki ya Simba, tutakuwa na uzinduzi wa jezi ya mnyama. Rasmi na watangazia hivi sasa, jezi mpya za Simba Sports Club zitazinduliwa tarehe 1 ya mwezi wa 8 kwenye hifadhi ya Ngorongoro almaarufu Ngorongoro Crater. Unataka kuwa wa kwanza kuiona jezi mpya ya Simba, unataka kuwa wa kwanza kuvaa jezi mpya ya Simba, tukutane Ngorongoro Crater kwenye historia ambayo inakwenda kuandikwa siku hiyo. Ndugu zanguni, tukiwa tunahitimisha sehemu ambayo tunakwenda kufanya uzinduzi wetu. Fetete, mbona anaangalia kwa huruma sana? Una 60,000 autoboy au pandi gari? Huruma sio malezi. Tafuta 60,000, nenda kauze biliani uje ulipe nauli. Ndugu zanguni, jezi ambayo inakwenda kuzinduliwa tarehe 1 ni jezi ya hatari sana. Ni jezi ambayo itakwenda kuandika historia mpya ya jezi Tanzania. Hapa ninapozungumza nanyi, kundi kubwa la wanyama kutoka mbuga mbalimbali wameanza kuhama kutoka mbugani kwao, yani Watarangire, wa Mikumi, wa Arusha National Park, wote wanahama wanakuja Ngorongoro kuja kushuhudia jezi mpya ya Simba Sports Club. Ni tukio la maajabu mno. Jana nimezungumza na maafisa wa Ngorongoro, wakanambia kuna ongezeko kubwa la wanyama ndani ya siku hizi mbili baada ya tetesi kuanza kuvuja ya kwamba mnyama anakuja kufanya uzinduzi wa jezi yake hapa. Na kwa utafiti wao wa kinyamapori wakabaini ya kwamba wamepata hizo taarifa ndugu zetu wanyama na wanakuja kushuhudia tukio hilo. Sasa hii leo baada ya sisi kutangaza rasmi hapa, tunategemea kutakuwa kuna ongezeko kubwa la wanyama kutoka mbuga mbalimbali za Tanzania na mbuga nyingine kutoka Afrika wakija kushuhudia jezi ya mnyama. Usiniangalie utafikiri ndo aibu. Ni kweli. Wanakuja kushuhudia jezi ya mnyama inazinduliwa. Na unajua wanyama wana sense, wanahisi, wana upeo mkubwa sana. Yani wao wanyama wameshajua hiyo jezi itakuwa na maajabu makubwa. Ndio maana wanakuja kuishuhudia hiyo jezi kwa macho yao. Siku hiyo Ngorongoro itakuwa ni hatari kwa kweli. Yani unapishana na fisi namna hiyo. Yani twendeni ndugu zanguni, tutaenjoy. Kwa hiyo uzinduzi utafanyika hapo wa jezi, na kwa wale ambao watahitaji kuvaa jezi kwa mara ya kwanza watavaa jezi hiyo wakiwa Ngorongoro Crater. Sasa basi tunakwenda kwenye dunia ya viumbe tofauti kwa maana ya wanyama. Kuna taratibu, kanuni na sheria zake. Ni vema tukazifahamu hizi taratibu ili tukiingia kule tuweze kuishi kwenye hiyo misingi na taratibu. Lakini kabla sijaeleza hizo taratibu, siku ile tunatoka Ngorongoro, of course kuna baridi,
tunatoka Karatu mjini pale mida ya saa 12 kuitafuta saa 1. Tutafika mpaka getini pale panaitwa Lodware, geti kuu la kuingilia Ngorongoro. Pale kwanza tutakuwa na kituo cha kama nusu saa hivi cha kucheza na kupiga ngoma kali vibaya mno. Vikundi vyote vya Simba vitakuwepo hapo vya ngoma. King Faida atakuwa na wanaye wote wakina Suma, wakina Juma, tutapiga mangoma ya hatari hapo ya kuwashtua wanyama kidogo. Tukitoka hapo takuwa na Malaika Bendi, watapiga yale mavuvuzela na matarumbeta yao pale, itakuwa ni hatari vibaya mno. Tunahakikisha kwamba pamoja na baridi ya Karatu, lakini wanasimba watakuwa wameloa jasho hapo. Baada hapo tunaingia kwenye magari mdogo tunaelekea zetu Kreta kwenda kushuhudia maajabu ya Kreta ya Ngorongoro. Sasa basi ndugu zanguni, tunakwenda kwenye ulimwengu wa viumbe wengine kabisa. Lazima tu abide na sheria zao, na nitawatajia tu sheria chache hapa ili tukifika huko watu tuweze kuishi kwenye misingi na sheria hizo. Usije ukafika kule ukaanza kuleta mazoea ukafanywa vibaya. Jambo ambalo hautakiwi kufanya ukiwa kwenye hifadhi ya Ngorongoro, hauruhusiwi kuwafukuza, kuwakaribia, kuwalisha au kuwasumbua wanyama pori. Hauruhusiwi kuwafukuza, yaani umemkuta zake tembo pale ukafanya kama unafukuza bata, hauruhusiwi, atakufanya vibaya. Hauruhusiwi kuwakaribia. Sisi ni simba ndio, lakini ukamuona simba pori ukajifanya kumletea shobo, ndugu zangu, atakufanya vibaya. Au ukajifanya una huruma sana, umemuona swala kama amechoka hivi, ukajifanya unataka kumlisha chakula. Hairuhusiwi, hairuhusiwi, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuwasumbua wanyama pori. Kwa mfano umemuona nyama pori katulia, alafu ukajifanya kama unamtingishia mwili hivi kama una mwili mkubwa. Hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuendesha gari nje ya barabara zisizoruhusiwa. Kule chini kuna barabara tayari zimechongwa. Kwa hiyo gari yako, kwa wale ambao watakuja na magari yao binafsi, na tunawakaribisha wenye magari binafsi yenye uwezo wa kushuka chini, hakikisha gari lako ni zima. Hakuna fundi kule chini. Hakikisha gari lako ni zima, ndio unashuka nalo chini kule. Na sisi hatukai tukusubiri sijui gari yako ipone. Sisi tunaondoka. Utajuana wewe mwenyewe na fisi usiku. Bahati mbaya gari mbovu hiyo. Kwa hiyo kuna barabara kule chini. Pita kwenye barabara husika ambazo unaziona zimechongwa. Lakini vile vile hauruhusiwi kuwa na mwendo kasi chiko. Usijifanye wewe ndo unajua kupepea. Unachochola tu. Hairuhusiwi kukimbia. Kuna speed limit kule porini. Hairuhusiwi kupiga kelele. Na hili jambo la msingi mno. Najua kuna watu watakuwa na mavuvuzela. Hauruhusiwi kupuliza vuvuzela. Wale watu wa ngoma zetu zitaishia getini pale Lodware, geti kuu la kuingilia Ngorongoro. Pale ndio mwisho wa kupiga ngoma. Hautaruhusiwa tena kupiga ngoma, kupiga kigelegele, kupiga mbiu wala kushangilia. Mle ndani ni kushangaa tu kwa macho. Ukipiga kelele shauri zako. Hairuhusiwi kuiga sauti za mnyama. Kwa mfano umemuona tembo ukajifanya nawe unaita kama tembo. Tembo atahisi wewe ni mwenzie. Sasa kama ni tembo dume afa kuhisi wewe ni mwenzie na ni mwanamke, utajua mwenyewe what happening. Ni muhimu mno kuchukua hizi tahadhari. Sawa jamani Hairuhusiwi kuiga sauti za wanyama au kutumia honi. Madereva tutakao kuna nao kule. Na pepe. Hata kama unataka kumovertake mtu, unatoka taratibu, unarudi. Hairuhusiwi kupiga honi. Na hii honi ni kuanzia pale tumeingia geti kuu. Hauruhusiwi kupiga honi. Ni mwendo wa kimya. Nadhani tumeelewana. Hairuhusiwi kutupa taka. Wale watu wachafu.
Umesha kunywa zako maji, haisi poli ukatupa, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kuingiza mifuko ya plastiki ndani ya hifadhi. Mifuko ya plastiki hairuhusiwi ndani ya hifadhi. Hairuhusiwi kuchuma mimea. Kuchuma jani hivi hairuhusiwi. Hata kajani kadogo namna hii hairuhusiwi. Sasa isije kawa umetumwa na mganga wako, nenda kachume jani fulani Ngorongoro, hairuhusiwi. Ukionwa unakamatwa na maafisa wa Ngorongoro na hiyo inakuwa ni kesi yako. Hairuhusiwi kuchukua mawe. Kuna mawe kule chini. Usichukue mawe ukatia mfukoni ukajifanya una matumizi nalo. Au kitu chochote cha asili ya urithi. Ngorongoro ndio urithi pekee ambao hatugawani. Urithi mwingine wote baba kafa, mama kafa, mnagawana. Lakini Ngorongoro ni urithi wa dunia ambao hatugawani. Kwa hiyo usifike kule chini ukataka wewe uchukue urithi wako. Huo ni urithi wa dunia. Uache kama ulivyo hapo. La mwisho, hauruhusiwi kushuka kwenye gari au kutembea katika maeneo yasiyoruhusiwa. Wapiga picha nyie tena. Mmeshamuona mnyama ukapata hamu ya kwenda kumshuti kule. Wewe na kamera yako mtaliwa. Hayo ndio mambo ya msingi na muhimu ya kuzingatia kuelekea Ngorongoro na tukiwa Ngorongoro, na tutaendelea kutoa elimu hii kila siku ili kila mwana Simba ambaye atachagua kwenda Ngorongoro basi atambue kitu gani anapaswa kufanya na kitu gani hapaswi kufanya. Baada ya kusema hayo, kabla sijahitimisha nirudie tena kuwakumbusha viingilio vya tamasha letu la Simba Day, ambapo mzunguko utakuwa ni shilingi 20,000. VIPA ni shilingi 100,000 na Platinum itakuwa ni shilingi 250,000, ambapo unapata jezi zote tatu, usafiri wa kutoka hotelini kwenda uwanjani na kutoka uwanjani kwenda hotelini. Anayehitaji tiketi ya Platinum, namba ya kupiga ni ile ile ya siku zote. Anayehitaji tiketi ya kwenda Ngorongoro ama kiingilio ya kwenda Ngorongoro, namba ya kupiga ndio ile ambayo tumeitaja. Niwakumbushe ndugu zanguni, Simba Day safari hii ni katika uwanja wa Uhuru. Uwanja ambao unaingiza watu 19,000 fulani tu hivi. Sasa kwa mantiki hiyo, watu 40,000 walioshuhudia Simba Day mwaka jana Benjamin Mkapa, mwaka huu wanakosa nafasi. Kwa hiyo tiketi zimeanza kuuzwa sasa. Ukichelea utakuta mwana si wako mwenye nia, mwenye shauku, mwenye dhamira ya kwenda Simba Day anunue tiketi yake hivi sasa. Ndugu zanguni waandishi wa habari, kabla sijakaribisha maswali kutoka kwenu, nichukue nafasi hii kumkaribisha mdhamini wetu mwingine katika tamasha letu hili la Simba Day kutoka benki ya Equity. Na waona wote ambao mna mpango wa kutoa kamera, wote na waona. Tulieni hapo mumrekodi mdhamini. Na waona wote na waona. Na nimekuona yani Petro wa kwanza. Acha hiyo kamera hapo. Niwakaribishe wadhamini wetu kutoka benki ya Posta, kutoka shirika la Posta Tanzania pamoja na benki ya Equity. Waje watuambie tu mawili matatu kuhusiana na udhamini wao huu kuelekea kwenye tamasha letu la Simba Day.